Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na kwa majina yako ni Apostle Jane Kamau. Na kwa hakika nimekuwa nikijua ya kwamba Mungu amekuwa nasi kuanzia mwanzo na bado yuko nasi na anaendelea kuwa pamoja nasi. Na ninaamini hakuna siku Mungu atatuacha. Ataendelea kuwa nasi mpaka mwisho. Mungu yuko. Na anavyoongea, hivyo ndivyo amekuwa akiongea kutoka zamani. Na bado anaendelea kuongea. Na anaendelea kutupatia warning kwa kila jambo. Na jambo ningetaka kuwasihi wapendwa. Wakati mwingine watu wanakuwa wakisikiza yale Mungu anayoyasema, tunakosa kuyabeba kwa uzito. Jambo lolote limetoka kwa kinywa chake Mwenyezi Mungu na hakuna siku litapotea bure. Kwa hivyo ni wakati wetu kusimama kwa mwanya. Mahali anapotaka turekebishe, tukubali kurekebisha. Mahali anapotaka tusimame, tukubali kusimama. Tusikubali kubeba ujumbe wowote na urahisi. Jambo lingine, katika kaunti ya Kiambu, hata sitasema juu kaunti ya Kiambu ni kubwa. Kiambu, side ya Kiambu sasa, not in Kiambu County. Katika Kiambu kuna hospitali moja iko Kiambu. Kuna hospitali moja iko Kiambu, not Kiambu County, iko Kiambu kwenyewe. Na hiyo hospitali Mungu akaniambia ya kwamba kuna, maana nilipelekwa nikaletewa hiyo hospitali. Na katika hiyo hospitali nikaambiwa kuna rogue business inaenda katika hiyo hospitali. Wakati huo nilikuwa nimeletewa na nikawekwa nje, nikawa nikitazama. Kukaa kutaka kujua ni biashara gani hii baya inaendelea katika hiyo hospitali. Na hiyo ni hospitali iko Kiambu. Nikaambiwa ya kwamba, nikaonyeshwa ukiwa mgonjwa amelazwa huko. Hivyo ndivyo nilisikia. Na hii jambo mulibembe na mulilishike mkiwa very serious. Na ningeomba hata sio Kiambu tu, muanze kuchukua na kuchunguza kile kinaendelea hizi hospitali. Nikaona ukiwa umegojeka pale umeadmitiwa, nikaletewa mgonjwa akiwa karibu kufariki. Wakati hajisikii, kuna kazi inaendelea na anafanywa operation, anatolewa viungo. Akitolewa viungo, mkija mnapata mgonjwa, mnaambiwa ameenda. Sasa hii ni jambo nataka kulisema. Ndio muhakikishe hiyo jambo. Wakati utakapoacha mgonjwa wako uambiwe ameenda, taka kukagua. Taka kukagua huo mwili wewe mwenyewe. Ndio muhakikishe, na mutaona na mutakuja kusema kuna nabii aliongea kuhusu hizo biashara. Kuna biashara baya zinaendelea katika hospitali. Na ni katika zimeongozwa na hospitali moja iko Kiambu. Muanze kupekua. Muanze upelelezi. Muanze upelelezi katika hospitals. Kuna biashara baya
zinaenda. Kuna viungo za mili zinatolewa na watu hawajui vile kunaenda. Unapata mgonjwa wako amefika kufariki, anamaliziwa, anatolewa viungo before afariki, anarudi anamaliziwa. Tafadhali nataka muende mconfirm before ama kuambiwa, muende mconfirm hiyo kitu. Na ni kwa hospitali kuna biashara inaendelea baya. Na Mungu atuhurumie taifa letu. Mungu ahurumie taifa la Kenya. Mungu ahurumie taifa letu. Mungu atuhurumie sana. Maana mahali tumefika ni maombi, wapendwa. Maombi tu ndio itatusaidia. Maombi tu ndio itaturejesha. Na hata mahali tumesimama na tumefika ni maombi. Tuendelee tu na kuomba. Kuna watu sahi wanahesabu hasara, lakini ni mipango mibaya ilipangwa. Kuna roho mbaya imeinuka ya kulaghai watu pale popote mko. Nataka kutangaza hivi. Nyinyi mnaolaghai watu sababu mko na nguvu za uamuzi wa kesi za uongo, Mngoje na mtaona. Tuko katika hii taifa na Mungu amesikia kilio cha watu wale wenye hawana nguvu, wamejaribu kuzunguka, hawana mtetezi. Hilo ni jambo limefanya Mungu aamue kutetea watu wake, na Mungu atawatetea. Mungu atatetea watu wake. Mungu atatetea wajane. Mungu atatetea maskini. Mungu atatetea wale hawana nguvu. Mungu atatutetea. Na Mungu atatetea kanisa. Mungu atubariki sana. Jambo lingine nilikuwa nataka kulisema ni kwamba katika shule zote ningesihi, ndio kumekuwa na mikutano ya maombi, ningesihi kuwe tukielekezwa ama mkielekezwa na maombi ya kuombea watoto. Tafadhali na waomba tufundishe watoto wetu kuomba na kujiombea kutoka shule na nyumbani na makanisani. Tufundishe watoto wetu. Kuna target kubwa, na hii ni ujumbe wa pili kuhusu shule. Umefika wakati watoto walio shule waaze kuuza wenzao. Hivi karibuni kuna shule, boarding schools, high schools. Sisemi ni moto. Kuna watu ninahisi watakuwa na access ya kuingia kama shule za wanafunzi za wasichana, na watapewa access na wenzao, wanaingia na wana rape watoto. Rapist, kesi za rapist mtaanza kusisikia in high schools. Shule za vijana, shule za wasichana. Hiyo ndio ile ninasikia inafuata katika hizi shule.
kuna kesi zitaanza kutokea. Wengine watarepiwa na wauliwe in the same schools. Wengine watarepiwa, itakuwa kesi yenye haitatatulika katika taifa. Itafika mahali wazazi waogope kupeleka watoto in boarding schools. Kesi ya rapist itajaa high schools, secondary schools. Tafadhali, let us be vigilant in our schools. Security, let us be vigilant. Wazazi, tuendelee na kuombea watoto wetu sana. Mungu akawalinde mahali walipo. Maana Mungu anapeana warning because ako na uponyaji. Mungu awabariki. Wachana tuombe. Mungu ni asanti na kupa sifa na ninakuinua. Asanti kwa sababu ya ujumbe ulioachilia mahali hapa. Yesu, ni asanti kwa kutupenda. Mungu ni kutupenda, ulitupenda sana. Na ndiposa tumesimama Mungu ukatupatia wani na mwelekezo. Asante kwa kupenda hata taifa letu la Kenya. Asante hata kwa kufungua milango katika taifa letu la Kenya na kutuongoza na kutuelekeza. Mungu wangu, ninakuomba ukatusikie, ukatuhurumie Bwana. Tazama ujumbe wako ule ulioachiliwa ukiwa ndani yangu Mungu. Ninaomba Jehova Nisi, ukaache watu wako wasikie na wasimame kwa mwanya. Tumekuwa tukitangaza na nikitangaza Bwana from last year Mungu. Miaka imepita, miezi imepita Mungu. Tukipea watu wanini kulingana na vile wewe ungetaka watu wasikie na wasimame. Ninakuomba ewe Mungu wa majeshi, wewe mwingi wa rehema, ukakubali watu wako wasikie Jehova. Usikakubali Yesu tukamalizike. Ninaomba Bwana ukasimame ukatuongoze. Ninaomba Bwana ukasimame na ukalili ukakumbuke taifa letu. Tunatangaza uponyaji Mungu wetu kwa watoto wetu Jehova Jireh. Hatuna pengine pa kukimbilia ile kwako. Hatuna pengine pa kuleta Jehova Jireh makilio chetu, ila ni kwako Jehova Nisi. Na kuomba Bwana ukatuhurumie. Na kuomba Bwana ukahurumia wazazi, ukahurumia watoto wetu. Jehova, ninasimama kwa mwanya, ukatusikie. Sikia wa mama, sikia wazee, yote atasikia ujumbe Mungu. Asimame mbele yako Mungu, akiwa peke yake, wakiwa vikundi. Mungu wangu, ninaomba ukaturehemu. Ukaturehemu Jehova Nisi. Kwa hakika tumekuwa tukisimama na tunaomba, tukikuuliza usikakubali mabaya yakatendeke. Tukikuuliza usikakubali Yesu tukapatane na mabaya. Na kwa hakika mengi tunaona ukisikia. Ninaomba Bwana tuendelea kuturehemu katika jina lako Yesu. Asante. Asante Mungu. Kile tunaomba ni amani. Ni amani. Tazama watoto wengi wenye hawana hatia, wamepoteza maisha. Familia nyingi zimetanganishwa na watu wao Bwana. Wengi wanalia, wameragawiwa Bwana. Wewe uko kwa kiti umekalia. Ninaomba ukatutetee. Tetea hao wanyonge. Vile ulivyosema ya kwamba ni wakati wa kututetea, ni wakati wa kuwatetea Bwana, ninaomba na ukawatetee katika jina lako Yesu. Asante Mungu wetu. Nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Yote atapatana na huu ujumbe, ukaweze akiusikiza, akasimame kwa mwanya na kuachilia uponyaji. Na wakati wanapokuita Mungu, ninaomba ukatusikie, ukawasikize Jehova, na ukaponye taifa letu, ukaponye boma zetu, ukaponye watoto wetu, ukaponye hizi shule Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you Father. Thank you. Asante. Asante Mungu. Asante Jehova. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Father. Nahisi ya kwamba kuna watu nasikia, kuna watu watatu katika
hii taifa la Kenya. Kuna watu watatu na hisi hao watu ni watu wakubwa sana katika taifa la Kenya, na nasikia wataondoka, watafariki. Let me use that word. Watu watatu wakubwa sana. Watu watatu wakubwa sana. Watu watatu wakubwa sana. Na hawatajulikana wamekufa namna gani. Yani zitakuwa vifo za kustua, za mshangao. Maana inaonekana itakuwa kama mitego wamewekewa na wataenda na waende. Na ni sababu ya siasa. Sio sababu ya utajiri wa nyang'anyo ama nini. Ni sababu ya umaarufu wa siasa. Hivyo ndivyo nasikia watu watatu. Na itakuwa kama mtego, na hivi karibuni kutakuwa na hofu kubwa sana. Maana after those deaths kutakuwa na machafuko sana ya vita za kikabila na zingine za wenyewe kwa wenyewe. Na hapo hiyo vita nasikia ya kwamba itapiganwa na haitatulizwa. Makai wako atusaidie tuhoe. Haitatulizwa. Mungu atusaidie tuombe sana. Hiyo vita haitatulizwa na yote. Na itasukuma watu mpaka mahali mnapanga next year ati kuna uchaguzi. Hiyo vita Kenya itakuwa baya sana sababu ya hizo vivo tatu. Kenya itakuwa baya sana. Kenya itakuwa hali baya sana wakati wa hizo vivo za watu watatu. Na kutakuwa na kuinukania sana. Na maisha yatakuwa gumu sana. Na kutakuwa na ukosaji wa usalama mkubwa sana. Na vita nyingi sana zitakuwa zikiingilia sasa mpaka kwa familia. Families to families. Na ni kitu itakuwa na moto mkubwa sana. Mungu tuwasaidie tuungane tuombe. Damu thaitha wa Ngai. Etekerai tuhoe. Kubalini tuombe. Etekerai tuhoera bũrũri witũ. Etekerai tuhoe. Kubalini tuombe nchi yetu ya Kenya. Kuna moto utawaka. Kuna moto ninaona utawaka. Na sio moto mdogo vile mnavyofikiria. Moto mkubwa sana wa vita za kisiasa. Na hapo tusipoomba msifikirie kama mtasimama kwa uchaguzi. Na waomba tafadhali tuungane pamoja tuombe. Si wadanganyi. Hamtaweza. Maybe mumtoe na damu za watu. Na waomba tafadhali wapendwa, watu wa Mungu, viongozi, kama tu mko na huruma na taifa letu. Kama tu mko na huruma na taifa letu. Na waomba na ninawasihi. Kutoka ile sauti ninahisi. Kutoka yale mambo ninayasikia. Mulio, kilio cha watu wakilia. Kenya inaonekana ikiwa kakitu kadogo sana. Kakiwa na watu
wenye hawana mbele na hawana nyuma, kwa vile watakuwa wamepigwa na maisha, kwa vile watakuwa wamechanganyikiwa. Sababu acha niwaambie, hamtaweza kutoa President Ruto kwa kiti. Kama mnapanga kumtoa, hamtaweza. Tafadhali na wasihi, kama tunahurumia watu wetu, before tuende mikutano ya siasa, na wasihi viongozi, wamama wale mko viongozi, wale mnao sikia kwamba tunaomba Mungu, wachungaji wale Mungu amewapea nafasi ya kusimama, kubalini tuungane kama taifa moja. Tusikubali mtu kuungana na watu wale anaoongoza. Tuungane kama taifa moja. Tulilie taifa ya kesho na generation ya kesho. Na wasihi. Kwa hakika, na ni ukweli wa ule Mungu anayeniambia, hamutatoa. Hamutamtoa, si wadanganyi, hamutamtoa. Kumtoa ni damu nyingi sana itamwagika. Damu nyingi ndio itamwagika. Lakini tukienda kwa Mwenyezi Mungu, ataamua hii kesi mwenyewe. Kwa hakika ninawaomba, ukiwa uko pale uko na uchungu wa wale watu ungetaka kukalia kiti, uwaongoze. Viongozi wa every county, if you are a leader of those 47 counties of this nation, na unatamani kuongoza watu wa Kenya, before kwenda kupiga siasa, sababu ya kesho ya hao watu unaotaka wakuje wa kusupport, tafadhali na waomba, waite, waambie kujeni, tuende kwa maombi. Munaweza kuwa nyinyi hamuoni, na ni ukweli, mko na umaarufu wa kuunganisha watu. Nasi tuko na umaarufu katika ulimwengu wa kiroho kuongelesha Mungu tu na asimamishe ile wingu. Nawaomba our deputy president, former deputy Gachagua. Nawaomba Kalonzo Musyoka. Nawaomba wale wote mnaoungana mukizunguka sababu ya kuleta amani Kenya. Amani haitaletwa na siasa, tafadhali. Italetwa na maombi. Na tuko hapa kama watumishi wa Mungu. Tuombe. We have nothing else. I know kuna wachungaji wa Mungu wanaweza simama pia kwa mwanya. Tuombe. Tuunganishie watu pamoja. Na kwa hakika tukililia Mungu kutoka asubuhi, Mungu wetu atasikia. Ni mambo mengi hatuwezi yaongea hapa. Tutakuja kuyaambia Mwenyezi Mungu. Maana sio yenu, ni yake Mwenyezi Mungu. Yale anaotaka tusimame tumuombe.